usingeonekana nasi tu kazi ya mikono yako. Nastahili sifa za mioyo yetu kwa sababu unatuwazia mema. Umetutetea toka jana tulipoachana, ukatupa tena neema kuingia katika nyumba zako. Umetulinda kuanzia asubuhi, mchana, tazama na jioni nyingine nzuri. Asante Mungu kwa sababu unatutetea. Asante kwa sababu unatufadhili. Asante kwa sababu jina lako ni kuu sana katikati ya maisha yetu. Tunajidhabihu kwako tena kwa jioni leo tukisihi neema na fadhili zako. Na sisi tusaidie, ukaseme na sisi kwa lugha nyepesi ambayo utaweza kutusaidia kwa kila mmoja kwa kiwango chake, ili tukapate kuelewa. Fungua na masikio yetu na macho yetu ya ndani tukweli Kristo. Fungua akili zetu tupate kuelewa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Bwana, jifunue kwa watoto jielimishe tupate kuona kwa utukufu wako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nitumie tu kama chombo chako cha sifa kilichotengwa, ili Mungu niseme yaliyo ya kwangu bali yaliyo ya kwako, na jina lako lipate kuinuliwa. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaachilia damu ya Yesu katika malango na kuta na nafsi na mioyo na miili yetu. Walitakasa katika sanduku la malango. Ninakusihi Mungu tunamfunga ile mwenye nguvu na watu, tunamsema chini ya miguu. Karibu Roho Bwana, na tuko tayari kupokea kwa utukufu wako Kristo Mwokozi wetu. Baba, tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine ambayo Mungu ametupa ili tuweze kuendelea na maombi yetu. Haleluya. Ni wangapi wameshamuona Bwana katika siku hizi ngapi ambazo tumekuwa hapa? Haleluya. Tumpigie Yesu makofi. Tumshangilie na kumwambia asante. Yeye anatusaidia kutuwezesha sana. Haleluya. Fundi mitambo tutapokana tafadhali. Kwa hivi kwa sababu yangu. Sasa ukiniongezea tena maumivu, hapo tunatafuta shida nyingi. Tunatafuta tusidumu kwingine, tubaki hapa. Haleluya. Haleluya. Fungua na mimi kitabu cha Isaya 26. Isaya 26. Isaya 26. Isaya 26 mstari wa 13. Isaya 26 kuanzia mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, Ee Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe wametumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako. Wao wamekufa hawataishi, wamekwisha kufariki hawatafufuka. Kwa sababu hiyo umewajilia na kuwaangamiza na kupoteza ukumbusho wao. Umeliongeza hiyo taifa Bwana, umeliongeza taifa. Wewe umetukuzwa, umeipanua mipaka ya nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kwenye kitabu cha Yoshua ile sura. Yoshua. Kwanza nifike Yoshua
Yoshua sura ya 1 mstari wa 3 na 4. Yoshua sura ya 1 mstari wa 3 na 4 anasema, kila mahali mtakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwambia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa na mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mipaka ya bahari ili mikubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Kila zitakapokanyaga nyayo za miguu, tumepewa kufanyaje? Kumiliki. Na tukapewa mipaka ya kutembea, yaani wapi tutakuwa tunachezea kwenye mipaka. Kila mtu mwenye ardhi yake ana mipaka yake halali ambaye hairuhusu kutoka nje. Lakini mtu anaweza kufanyia utapeli, akasogeza mpaka wako, akausogeza, yaani akamega eneo lako. Sasa hapa kwenye kitabu cha Isaya 26, ni kitu gani kingine kinasababisha tunashindwa kuwa umiliki, tunashindwa kupata haki zetu ambapo miguu yetu imeshikiliwa? Ni kwa sababu ya urithi mbaya, maroho na vitu tuliarithi kutoka kwa baba zetu na mama zetu. Ni njia mojawapo imesababisha miguu yetu ifungwe, tukose kuwa na uwezo wa kumiliki. Na ndio maana hapo kwenye hiyo Isaya 26 anasema, Isaya 26 anatuambia hivi, mstari wa 13 anasema, ee Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe wametumiliki. Kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yangu, nimepewa kufanyaje? Kumiliki. Kwa mimi ni mmiliki. Lengo la kwanza la Yesu kuja duniani ni ili kunirudishia nafasi yangu ya kufanya nini? Ya kumiliki. Na tuombe mtu kwa mfano na sura yetu atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, ili tutawale tuwe wamiliki. Lakini hapa anasema mabwana wengine zaidi yako wametumiliki. Wamefanyaje? Wametumiliki. Anasema lakini kwa msaada wako peke yako sitalitaja jina lako. Na wao wamekufa, ina maana ni mababu. Hawataishi, wamekwisha kufariki, hawatafufuka. Kwa sababu hiyo umenijilia na umewajilia na kuangamiza na kupoteza ukumbusho wangu. Mstari wa 15, umeliongeza taifa, ee Bwana, umeliongeza taifa, wewe umetukuzwa, umepanua mipaka yote ya nchi hii. Pale nitakapoanza kulitaja jina la Bwana, ndipo mipaka yangu itapanuliwa, ndipo nitaongezwa. Pale ninapoambiwa nitakapokanyaga nyayo za miguu, nimepewa kumiliki, nikapewa na mipaka, nitatembelea wapi natakiwa kumiliki, wapi natakiwa kutawala, wapi natakiwa kuishi. Hapa sasa, baada ya kujitoa kwa mababu, kwa mabwana waliotumiliki, ndipo anasema nitaliongeza taifa na mipaka itafanya nini? Itaongezwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna urithi wa aina mbili ambao ndio uko kwenye miguu. Huo urithi uko kwenye nini? Kwenye miguu. Kuna urithi mzuri na urithi mbaya. Urithi mzuri tunaurithi kutoka kwa Mungu. Tunarithi kutoka kwa nani? Kwa Mungu kupitia ahadi zake. Ndio maana anasema kwenye kitabu cha Zaburi 16 ule mstari wa 6 anasema, kamba zangu zimeniangukia mahali pema, nami nimepata urithi mzuri. Kamba zangu zimeniangukia, ina maana kulikuwa na kamba ambazo zimenifunga. Katika kufunguliwa zimeangukia mahali pema, sio pabaya, nami nimepata urithi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Zaburi ya 16 mstari wa 6, ambao urithi mzuri na upata kupitia ahadi za Mungu ambazo tunazipata katika neno lake. Lakini kuna urithi mbaya. Tuna urithi mbaya ambao sasa ndio tunakuja kurithi kwenye hiyo Isaya 26 kuanzia mstari wa 13. Mabwana wengine zaidi yako Mungu wamefanyaje? Wametumiliki.
lakini hawapo. Kuna maisha ambayo watu wa Mungu tunayaishi, tumeshindwa kuona matokeo mazuri kwa sababu maisha tunayokuja nayo sio ya kwetu. Yaani nikikuuliza wewe hujaanza kuishi bado. Yaani wewe kama wewe hujaishi, ila unaishi kutokana na urithi ulichokirithi kutoka kwa wazazi. Kwa mfano, kwenye ile Yeremia 22 mstari wa 29 na 30, tunasoma sana kuomba kwa habari ya kuombea nchi. Lakini nataka kuulize, kwa nini nchi inaambiwa na yale maneno? Ndio haraka kabisa jambo la maombi. Yeremia 22. Omba ile mambo tusaidie tu. Nilitaka ya shafi ila Mungu atafanya. Haleluya. Waombaji kama kuna macho na masikio mkasikie tu. Yeremia 22 ule mstari wa 29. Yeremia 22 Yeremia 22 mstari wa 29 na 30, neno la Mungu linasema, nchi isikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andika habari za mtu huyu kwamba ana watoto. Mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Nchi inaambiwa ifanyeje? Nchi inaambiwa iandike habari za nani? Ya kwamba atafanya nini? Watoto wake wanaambiwa hawatakaa wafanikiwe. Hata wakipewa nafasi, yaani huko mahali umeajiriwa, yaani kama vile wewe unatumikia wengine, matokeo kwako yako. Kwa nini? Nchi ishaambiwa kufanikisha. Nchi ishaambiwa ifanye nini? Hairuhusiwi kufanya nini? Kukufanikisha. Haleluya. Nchi inaambiwa hairuhusiwi kufanikisha wala mzao wake au usipofanikiwa. Haleluya. Lakini usipojua kwa nini nchi inaambiwa hivyo, ndio maana nakwambia kuna watu hatujaishi bado. Yaani maisha ya kwetu kama sisi hatujaishi. Ndio wewe umezaliwa kwenye hiyo familia ya kwamba andika habari za mtu huyo kwamba hatafanikiwa wala uzao wake hautakao ufanikiwe. Ya kwamba huyu mtu hana watoto, watoto si kwamba anao lakini watoto hana matokeo. Watoto ndio wao wameshabadilishwa majina. Kinachopelekea mpaka nchi inaambiwa hivyo, kusoma hapo tu anasema, nilitaka kusema na wewe wakati wa kufanikiwa kwako ukakataa. Sasa kutokukataa kwa mzazi kusikiliza Mungu, kuongea na Mungu, adhabu inakuja mpaka kwa watoto. Ndio maisha tunaishi sisi sasa. Miguu haiwezi kumiliki, haiwezi kutawala, haiwezi kushika chochote. Imefungwa miguu. Kama naambiwa hawatafanikiwa, si kwamba hawafanyi kazi hawa watu. Wanafanya kazi lakini matokeo hamna. Kwa nini? Nchi chazuiliwa. Kila takapo kanyaga nyoyo za miguu yako imemndoa nifanye nini? Nimiliki. Lakini sasa kuna amri ishatoka kwamba huyu mtu atakaye kufanikiwa na wala uzao wake hata ukikaa kwenye kiti hautakaa umiliki. Unakaa kama mtumwa. Utaniambia mimi naweza kumkatalia Mungu kwamba sitaki. Kuna wakati watu tunakuwa na bidii sana kumtafuta Mungu wakati tumeshika. Mabinti nawaona sana wanabidii sana kumtafuta Mungu wakati wanataka kuolewa.
lakini subiri akishaolewa. Ambia mume wako ananizuia. Kuna mtu yuko biza sana kumtafuta Mungu wakati anahitaji mtoto. Lakini siku tu akipata mtoto kanisani hatumuoni. Mtoto basi Mungu amuue mtoto ili uje kanisani. Hiyo ndio njia kwamba anilipotaka kusema na wewe wakati wa kufanikiwa kwako ulikataa. Waliopewa na kisingizio. Mume wako ananizuia, mtoto sio anafanya nini? Na maana Mungu alikupa mmeo, alikupa mtoto ili kuzuia. Mungu alikupa hiyo kazi ili kuzuia kwenda kumtafuta. Sio wewe. Sasa hiyo shida inakuja kuleta madhara kwa watoto. Ndio maana nasema kuna vitu ambavyo tunatembea navyo si vya kwetu, tunaanza kuishi sisi baba. Haleluya. Haleluya. Ukisoma hapo juu utaona kwa nini anaambiwa hivyo. Na ndio maana tunaambiwa, tulisoma juzi Isaya 62 ile mstari wa 5 anasema jikungute mavumbi, unatakiwa kujikung'uta. Hakuna atakaye kukung'uta yale mavumbi. Wewe ndio unayejua. Watu wa Mungu, wazazi ni kioo. Yaani wazazi wako ni kioo chako cha kujitazama. Amen. Wazazi wetu ni kioo cha kujitazama. Kama mzazi alikufa na miaka 52 hata kujiangalia sasa hivi na miaka mingapi? Ukujua na karibia. Yale ambayo yalikuwa yanatesa wazazi wako, yaliyotesa mama yako, ndio kioo. Sasa ndio haya anakuambia jikung'ute mavumbi kuanzia sasa. Akitaingia kwako kilicho si wala ataingia kwako asiyetarajiwa. Kwa nini? Lazima ujikung'ute hayo mavumbi. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wazazi ni kioo. Ukiona yaliyo kwa wazazi wako usije ukasema yale yalikuwa ni ya wazazi, na wewe yatakuonyesha mpaka utakapojua kujikung'uta na kujitoa, ili uweze kumiliki, ili uweze kuwa na wewe na urithi wa kuonyesha kwamba kuna kitu. Watu wengi hatujaishi bado, na tunajikuta bahati mbaya tunaondoka duniani hata hatujaishi. Haleluya. Sasa sijui umenisi nini au kwenu kuna nini? Okay, kitabu cha Yoshua ile sura ya 9. Yoshua sura ya 9. Yoshua ile sura ya 9 mstari kuanzia wa 23 neno la Mungu linasema, basi sasa mmelaaniwa, kisha hakutakosekana kuwapo mtu kwenu. Kamata sentence. Basi sasa mmelaaniwa, kisha hakutakosekana kuwepo mtu kwenu aliyemtumwa, mwenye kupasua kuni, mwenye kuteka maji kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Nao wakamjibu Yoshua na kusema, ni kwa sababu ya sisi watumishi wako kuambia hakika jinsi huyu Bwana Mungu wako alivyokuamuru mtumishi wake Musa kuwapa nchi hii yote na kuangamiza wenyeji wote na nchi hii watoke mbele yenu. Kwa sababu hii tuliogopa mno kwa ajili ya uhai wetu, kwa sababu yenu sisi tumefanya neno hili. Nataka tu kurudi hapo kwenye mstari wa 23. Wewe utasoma mpaka huko chini utaona kinachoendelea. Anasema, basi mmelaaniwa, kisha hakutakosekana kuwapo mtu kwenu aliyemtumwa, mwenye kupasua kuni na mwenye kuteka maji kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Laana imeachiliwa kwenu. Yani huo umesoma, umefika wapi? Lazima mtumwa awepo tu. Sasa unaishi maisha ni ya kwako, ni ya wazazi, mpaka utakapoamua kujikung'uta na kutoka. Anasema hatakosa kuwepo mtu aliyemtumwa, mwenye kupasua kuni, mwenye kuteka maji. Simaanishi hizo kazi ni mbaya, Biblia ndio inasema. Sasa kama anasema hatakosa kwenda, maana hata watoto watakao wazaa watajikuta wanaingia kwenye hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na sababu ya Rebeka kuwa tasa. Lakini angalia nini kilichotokea. Ndiye ameletwa bibi harusi, akaingizwa kwenye nyumba ya Sara. Anaingizwa kwenye nyumba ya Sara, nyumba iliyobeba utasa. Akawa tasa mpaka mume wake anaanza kuomba Mungu ili afungue tumbo, lakini yeye hakuwa tasa. Anarithi cha nani? Cha mama mkwe.
Haleluya. Kulikuwa hakuna sababu Isaka kusema uongo kwamba Rebeka ni dada yake, ana kilisi cha baba yake. Kulikuwa hakuna sababu Yakobo kulala na mfanyakazi kumzalisha, ana kilisi cha babu cha Ibrahimu. Ushaishi wewe bado? Unaishi maisha ya kina nani ambayo yameondolea miguu yako umiliki, utawala, uwezo? Unaishi maisha ya kina nani? Watu wa Mungu, si kila mahali ulipo hata kama wanakushangilia wakupigia makofi wanasema unafanya vizuri, si kwamba hapo wameshakufanikisha. Unaweza kuwa mahali na una bidii kubwa, lakini tunasubiri matokeo yao. Haleluya. Haleluya. Hebu angalia kwenye kile kitabu cha Mika sura ya 2. Kitabu cha Mika sura ya 2. Kuna watu leo Mungu anakusudia kuwafungua. Mika sura ya 2 mstari wa 10. Anasema ondokeni mwende zenu, maana hapa si mahali pa raha yenu. Kwa sababu ya uchafu mtaangamizwa, na kwa maangamizo mazito sana. Narudia, ondokeni mwende zenu, kwa maana hapa si mahali pa raha yenu. Kwa sababu ya uchafu mtaangamizwa, na kwa maangamizo mazito sana. Mahali ulipo sio mahali pako pa raha. Uko mahali ulipo lakini sio pala. Miguu haina uwezo wa kufanikisha, haina uwezo wa kukupa miliki zako, haina usalama, haina au tayari haupo kwenye miguu yako. Sasa tumdhibitishe huyu anayeambiwa kwamba mahali alipo sio mahali pala yake. Kitabu cha Mwanzo 49. Kitabu cha Mwanzo 49 ule mstari wa 14. Anasema Isakari ni punda hodari, ajirazai kati ya mazizi ya kondoo. Akaondoka mahali pana, akapaona mahali pana kuwa ni pema na nchi ya kuwa ni nzuri. Akainama bega lake achukue mizigo, akawa mtumishi wa kazi kuu. Isakari ni punda hodari, lakini analala wapi? Kwenye mazizi ya kondoo. Punda na kondoo wapi kwa wapi? Mahali pazuri anapaona, lakini bado yuko mahali ambapo sio salama, bado anainamisha bega abebe mizigo mizito. Maisha anayoyaishi sio ya kwake. Ni hodari kabisa, unabidii, unafanya kazi, uwezo wa upo kwenye miguu, ana nguvu ya kumiliki, ana miguu ishaondolewa. Leo nilikuwa nasoma kwenye kitabu cha Ufunuo ambapo tunaambiwa liko soko la viungo vya wanadamu. Niliwaambia jana, naona mikono inageuza vitunguu, naona vitu gani? Ni viungo vya watu vinauzwa. Wewe unajiona uko hapo ni hodari sana, lakini mahali ulipo sio mahali pana. Kwa nini? Miguu ya kwako kuna mtu mwingine anatumia anafaidika. Mikono ya kwako kuna mtu mwingine anatumia anafaidika. Jina lako kuna mtu mwingine anatumia anafaidika. Wewe upo mahali ulipo, anasema ni hodari, ni kweli. Anasema anaona mahali pana na mazazama, anasema pale ni pazuri, lakini baada anainamisha mabega aendelee kubeba mizigo mizito. Ni nini kinampasha? Anaisha pia ishi sio yake. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura 5 kuanzia mstari wa 17. Taona mara ambapo mpaka ukuta unaandika mene tekeni na peresi. Ni kwa nini mpaka kinaandika pale? Belishaza anapewa ufalme. Akasahau yeye akaingia pale kama na kiburi kuchukua vyombo vya Bwana kaanza kuvitumia isipopasa. Unaweza ukasema alilewa kiburi, kilianzia kwa baba yake mpaka alikwenda kubadilishwa kutoka polini akakana na wanyama. Ile roho inatembea na mtoto wake. Maisha unayoishi ni ya kwako. Mnaoishi ndivyo maisha ya kwetu. Niliwaambia watu wa Mungu nikamwambia mimi mama yetu aliingia kwenye ujana akiwa na umri mdogo. Ile miaka kwa mama aliingia kwenye ujana, ilipofika kwangu niliona mauti kwa mume wangu ilikuwa si ya kawaida. Yaani unaacha kitanda mpaka unakichungulia na kiuliza hivi kitanda nilikulalia hivi. Unapambana kujikumuta kujitoa. Nikasema wazazi ni kioo. Maroho yale kwa baba zetu ambapo tunaona maisha ya baba zetu. Kuna wengine babu zetu baba zetu wamezana wanawake watatu. Umeokoka huko kanisani lakini unajikuta umeanguka kule uzinzi. Anaona mahali kwamba ni pazuri lakini baada anainamisha bega.
naomba leo uniangalie nasema shaka ifuata hapa ni nani. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sasa jiulize kwenye familia kina Isakari ni mtoto wa kike ndio anapoenda kuolewa. Unaenda kuolewa kwenye familia kina Geazi. Geazi amekosea, amechukua sadaka isiyopaswa. Anaambiwa kuanzia sasa hivi ukoma wa Naamani utakuwa juu yako. Kwa hiyo hata wale wajukuu watakaoolewa lazima ukoma wawe nao. Amesababisha nani? Babu ambaye hata hatumuona. Lakini tunajikuta tuko kwenye ukoma. Tunaweza tusiwe na ukoma, mikono kukunjamana au kuwa na ukubwa au kuna vitu gani. Lakini kile tunachokifanya kiko kwenye ukoma, hakuna matokeo, hakuna nini. Ndio umeingia sasa kwenye huo ukoma. Unaishi maisha ya kwako, unaishi ya babu na mababu. Watu wa Mungu wastahili tutoke kwenye kuomba mambo ya mkate na chai. Tutoke kwenye hivyo vitu vyepesi. Maisha tunayoishi sio ya kwetu. Yesu Kristo anasema kwamba kwa jinsi Mungu alipenda akamtoa mwanawe pekee. Ili tufanye tuokolewe. Tutoke huko haki zetu tupate haki zetu. Ile kwamba Biblia imeniambia mimi ni kichwa wala sio mkia, haimaanishi nitakuwa kichwa tu from nowhere. Kuna kazi lazima ifanyike. Lazima ujikumute haya mavumbi. Kuomba kwake mwenye haki kufaa sana, akiomba kwa bidii ni mwenye haki, lakini bidii inatakiwa. Sisi tunataka vyepesi. Unavipata kutoka kwa nani? Unavipata kutoka kwa nani? Ni kizazi baada ya kizazi. Kaa nawaambia watoto wangu, naambia sasa hivi mmekuwa na akili timamu. Usiombe tu useme oh mama ataomba, mimi siombi, omba na nini na akili. Anza kupeleleza kule kwa kina babu mzaa baba kulikuwa na nini? Huko kwa mama yetu kulikuwa na nini? Kisha vijua pambana na nini? Wakati na mimi nasogeza na nyinyi msogeze. Haleluya. Haleluya. Ili turahisishe maisha tusiwe Isakari punda hodari. Angalia ni punda hodari lakini analala kwenye zizi la kondoo. Anatafuta nini? Mahali alipo sio mahali pake. Anapaona mahali pazuri kwamba kwa kweli pale ni pazuri. Yaani ile kazi ni nzuri, lakini baada anainamisha bega anabeba mizigo mizito. Haleluya. Haleluya. Wangapi unanielewa? Sawa. Kwa tukiingia kuomba nafikiri tutaomba sawa, si ndio? Tukiingia kuomba sawa kwa sababu utaikuta picha ya kweli ya upande wa baba, upande wa mama, utaanza kuangalia matukio yaliyopo ya kupe hasira ya kuomba. Sawa? Ya kupe hasira ya kufanya ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sawa. Tutakwenda kuomba Mungu atuongezee uwezo kwenye miguu yetu. Ni kwamba hatuna uwezo hapo. Sasa tumwambie Mungu, lakini kabla ya kumwambia Mungu atuongezee uwezo, lazima tuende msalabani kuomba toba. Kwa sababu maisha tunayoishi watu wa Mungu sio yetu. Tunaishi maisha ya kina baba. Andika habari za mtu kwamba hatafanikiwa. Usipojua kilichopelekea ni nini, utaona ni sawa tu, ni sawa. Fikiri hawa hawatafanikiwa, hawatakuwa na watoto, ina maana ukoma, utasa, yeye tutakataka zote ziko hapa. Kwa hiyo sisi tutakwenda mbele za Mungu tumwambie Mungu atusamehe. Aseme mabango hawapo lakini wanatumiliki. Tumemilikiwa, tumeshikiliwa kwa namna mbalimbali. Mmeshikiliwa na nini mimi sijui. Kwa hiyo tumwambie Mungu turudishie tena zile nyayo zetu zilizochukuliwa, zilizokamatwa. Kwa sababu tu sisi tunatamani kutoka lakini hatuna namna ya kutoka kwa sababu zile asili zetu zimetufunga. Sio tu habari za mababu, nizungumza toka Jumapili. Hata kale katabia kabila lenu na kenyewe ujifunze kuombea. Kila mtu ana kabila lake na sifa zake, nyingine kazuri, nyingine mbaya. Amen. Unajikuta unakosa fursa kwa sababu tu ya tabia ya kabila kwako, hata kama wewe haleluya watu wa Mungu. Kuna kitu ambacho kuna mtu aliwahi kuota anatembea pepo. Anatembea mwendo mrefu lakini pepo. Kama upo ni watu mko. Sawa. Kuna mtu aliwahi kuota anang'atwa na nyoka mguuni.
Kauta unang'atwa na nyoka. Sawa. Kuna mtu aliwahi kuota anataka kutembea lakini nyoka anakuja anajiviringa kwenye miguu ya baba. Yaani anashindwa kupiga hatua kwa sababu nyoka amejifunga kwenye miguu. Kuna mtu aliwahi kuota anaona miguu yake imejaa mavumbi. Yaani unaona miguu imejaa mavumbi, yaani ametoka shambani kulima. Ayubu. Yupo. Yaani kama Ayubu atataombea kwa sababu nilichokuwa nasemeshwa kuna wahivi naandika, kuna wahivi naandika. Kwa hiyo kama Ayubu huyo atakaligusa. Ina maana hilo litakuwa sio la kweli. Aya. Sawa. Naomba tusimame. Nimesema jambo la kwanza tutaenda mbele za Mungu kwa toba. Kwa ajili ya zile asili zetu. Amen. Tutakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya zile asili. Haleluya. Tutakwenda mbele za Mungu. Leo tutaomba, kisha omba kwa baada ya kutoka kwenye toba, nitakuwa na kuongoza umbe moja moja. Leo tutaombea mpaka viungo vyetu. Tutaombea masikio, tutaombea macho, tutaombea kinywa, tutaombea akili na fahamu zetu. Amen. Maana kuna namna ambayo tutaweza kuviacha hivi vitu tusipoviombea leo kwa pamoja. Pia tutaombea watu wenye shida. Kama una udhaifu, Mungu mtakatifu atusaidie. Atatuponya leo. Na ndio maana mnaona misukosuko iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wanakusudiwa kuponywa leo. Amen. Na watapona tu. Na tuache kuzijua hizo jina, lakini lazima watapona. Kuna mtu leo ameshinda, anasikia moto unawaka kwenye nyayo. Au unakuwa umekaa hivi unahisi kama kuna kitu kimegalia kiko chini ya miguu yako, yani mpaka unaangalia kama vile nyayo huko chini umevimba. Unasikia uzito fulani. Aya. Tuinue mikono yetu kwa Bwana Yesu. Tunakwenda mbele za Mungu kuomba toba. Anasema tutubu na kurejea ili dhambi zetu zifutwe zije nyakati mpya. Nyakati tulizo nazo sio za kwetu. Ili atupe nyakati mpya lazima tuingize toba. Ayubu anasema ile 17:3 anasema ufanyike kuwa rehani basi kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Mwambie Mungu awe mdhamini wako. Yesu Kristo ni wakili wetu. Damu ya Yesu ni dhamana. Kwa tunapokwenda mbele za Mungu, mwambie wakili wangu usimame mtetee. Damu ya Yesu ikasimama kulipia gharama, ilipe fidia, ili mimi niwekwe huru. Ili mimi niwekwe huru. Unaposema kuwekwa huru, unajua ni nini unachotaka kuwekwa huru kwacho. Unajua tabia ipi ambayo unataka kuwekwa huru. Kama ni ulevi, ni uzinzi, ni kuzalia nyumbani, ni uongo, ni kiburi, wewe taja tu, kwa sababu ni vitu ambavyo tumevirithi kutoka kwa baba zetu. Sema Mungu Mwokozi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, niko mbele zako, ninakushukuru kwa rehema zako, unaniwazia mema na unanipenda. Niko mbele zako, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha. Maana imeandikwa nitubu na kurejea ili dhambi zangu zifutwe, zije nyakati mpya za kurudishwa kwangu Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nimetambua hakika dhambi yangu iko mbele yako daima. Ninasimama na damu yako kwenye malango ya roho, kwenye lango la nafsi, kwenye lango la mwili. Naomba unirehemu, naomba unitakase, naomba unisamehe. Mungu Baba, kuna vitu nimevirithi kutoka kwa baba zangu, kutoka kwa babu zangu, kutoka kwa bibi zangu. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha. Nisamehe Bwana, nitakase Bwana. Damu ya thamani ipite
na kunirehemu, nipite na kunitakasa. Baba ukanitakase, Baba ukanisamehe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, uwe mdhamini wa maisha yangu, uwe mdhamini wa maisha yangu, kwa damu yako ikawe ni fidia juu ya lile shtaka ninaloshtakiwa mbele zako katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, kesi yoyote kwenye ulimwengu wa roho ninayoshtakiwa, wewe peke yako ndiye dhamana yangu, ndiye wakili wangu. Damu ya Yesu ikasimame kunidhamini katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana umekusudia kunihurumia na kunitoa kwenye kila kifungo ambacho nimefungwa, niliyoyarithi kutoka kwa mababu, kutoka kwa mabibi. Na Mungu unirehemu, Mungu unisamehe tabia yoyote niliyo nayo ambayo chanzo chake ni urithi mbaya, vile nilivyovirithi kutoka kwa mababu, kutoka kwa wazazi, na si rehema yako. Baba unirehemu, Baba unisamehe, maana imeandikwa, tokeni kati yao, tokeni kati yao, mkatengwe nao. Jioni ya leo ninajiondoa kwenye ukoo wa kwetu, ninajitenga na ile tabia, najitenga na zile roho zinazotenda kazi ambazo zimekuwa sababu ya kuniondolea umiliki wangu, ya kuniondolea uwezo wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, jioni ya leo unihurumie Bwana, unihurumie Bwana, ukanidhamini niondoke kwenye hiyo laana ya familia. Ninavunja kila laana ya ukoo wangu, ya familia kwetu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo, unitetee, ukanidhamini juu ya ule ulevi, ukanidhamini juu ya ule uzinzi, ukanidhamini juu ya kile kiburi na ule uongo na kusalia nyumbani na kutokuolewa, kwa damu ya Yesu. Juu ya ule umaskini, yale magonjwa yasiyopona, kwa damu ya Yesu. Vile vifo vya ghafla vilivyoachiliwa kwenye malango ya nyumbani kwetu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za umaskini, roho za madeni, kwa damu ya Yesu. Ule ukoma, ule utasa, ule ukoma, ule utasa ulioachiliwa kwenye malango, Baba nirehemu na unidhamini, nipate kutoka kwenye hizo roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile laana iliyoachiliwa ya kwamba sisi tutakuwa watumwa, ya kwamba sisi tutatokwa na damu, hayo magonjwa ya laana, kwa damu ya Yesu. Baba wa rehema, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisamehe Yesu, unirehemu Bwana, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, omba toba juu ya kile unachokijua kwenye familia ya kwenu, hizo roho zinazowatesa na kuwataabisha, hizo roho zinazowatesa na kuwataabisha, hizo roho zinazowatesa na kuwataabisha. Mwambie Baba, ninaomba toba. Sijasema ukemee, uombe toba, omba msamaha. Hiyo roho iko kwenu kihalali kabisa. Omba toba, omba msamaha. Mwambie Baba, tusamehe, turehemu Bwana, tusamehe, turehemu Bwana, tusamehe juu ya hizi roho, juu ya hii tabia, juu ya ukoma, juu ya utasa, juu ya ugumba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Rabashandarabasaya, Rikandarabasaya, Rikorobosikiri mandarabakoria, Rabashandarabakori, Resakataya, Mandarabasa. Baba, katika jina la Yesu, Raboshandarabakoria, Rikarabasaka, Rekokoria manda, Rikarabasaka, Rikaraba, Rebosaya, Rapashana, Rikaraba, Resaka. Baba wa rehema, tusamehe, tutakase, tuhurumie juu ya ule ulevi, kwa damu ya Yesu. Baba, tudhamini na ututoe kwenye ulevi, kwenye uzinzi, kwenye ndoa za mitana. Baba, tutoe kwenye hizo ndoa za mitana, kuzalia nyumbani. Baba, turehemu, Baba, tusamehe, Baba, tutakase, Baba, turehemu, Baba, tutakase, Baba, turehemu, tudhamini Bwana. Umesema tukitubu na kurejea, dhambi zetu zinafutwa, zinakuja nyakati mpya za kurudishwa kwetu. Mungu mtakatifu, tunaomba Bwana, ukatudhamini, ukatutoe. Tunatoa watoto wetu, zazi, tukungojea watoto wako. Wewe una
kwenu. Tubu kwa ajili ya watoto wako, watoe kwenye hizo tabia, watoe kwenye huo urithi mbaya, watoe kwenye hayo matabia machafu, watoe kuzalia nyumbani, watoe kwenye uzinzi, watoe kwenye uongo, watoe kwenye ulevi, watoe kwenye hivyo. Tubu, naomba rehema hiyo asili, hayo maroho yaliyotushikilia kama familia, yaliyotufunga vifo vya ghafla, kuzalia nyumbani, kwa damu ya Yesu. Baba turehemu, Baba tusamehe, Baba turehemu, Baba tusamehe. Ni kweli kabisa kuna ndoa za mitana, Baba ni kweli kabisa kuna kuzalia nyumbani, Baba turehemu, Baba tusamehe. Rama shanda, rebo saya, rapa shando, rapa korea, risa karabasaka, rapa shanda, rabo saka, rebo shanda rapa korea, rapa sikiri mando, rapa shanda, rasaka, rapa korea, resanda, raposa, rika rabasaka. Baba turehemu, Baba tusamehe kwa damu ya Yesu Kristo. Tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, turehemu Yesu, tuondolee utumwa, turehemu Bwana, tusamehe. Kuna ukoma, kuna utasa, kuna uongo, kuna uzinzi, kuna ulevi, turehemu, tusamehe. Uko maskini, turehemu, tusamehe, tutakase. Rahosha ndarabasaka, rebosikini manda, rapa korea, resa karabasaka, rika rabashana. Tusaidie Baba, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie Mungu Mtakatifu, tusaidie Bwana, tusaidie. Kweli ni kweli kuna kuzalia nyumbani, ni kweli Baba, kuna hayo magonjwa ya kansa, hayo magonjwa ya sukari, hayo magonjwa ya pressure, hayo magonjwa ya HIV, Baba yapo kwenye familia zetu. Tunatubu leo, tunaomba tusamehe. Ni kweli tumemirithi kutoka kwa wazazi, kutoka kwa mababu, tunaomba toba, tunaomba rehema. Rapa shanda rosaya, resaka, yamkini na sisi familia za kwetu ziliandikiwa hizo mabaya, yamkini familia za kwetu ziliachiliwa ukoma kama familia ya Gezi. Baba turehemu, Baba tusamehe, Baba turehemu, Baba tusamehe. Samehe Bwana, tutoe kwenye hizo roho, tutoe kwenye hizo roho kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kujitenga, anza kujitoa, anza kujitenga kwenye hiyo familia, kwenye ukoo kwenu, anza kujitenga, anza kujitoa. Mwambie Bwana, ninajitenga, ninajitoa kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila namna ya roho, ninajitenga na maroho yaliyobebwa nyuma ya korona. Ninatengua laana zote tulizolaaniwa kama ukoo, kama familia, kama kabila, kwa jina la Yesu. Ninasimama kwenye lango na kabila la waya, ninaomba toba kwa ajili ya hizo tabia, kwa ajili ya hizo sifa mbaya za uzinzi, kwa damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu, ninakataa roho za viburi, rapa kaya sana. Baba turehemu, Baba tusamehe, Baba turehemu kwa jina la Yesu. Ninasimama Yesu kwenye lango na kabila la Wapena, Baba mwaminifu, na watenga watoto wangu, na watenga watoto wangu, nasimama na damu ya Yesu. Baba wa rehema, ninawatenga na zile sifa za Wapena, ninawatenga na zile tabia za upole, nawatenga kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawanasua na kuwachomoa, nawatenga, maana imeandikwa, tokeni kati yao, mkatengwe nao. Tunajitenga, tunajitoa kwenye hizo kabila, kwenye siri za kwetu, za kichawi, za kishirikina, za kiganga, maibada ya mila, kwa damu ya Yesu. Ibada za miungu walizoziabudu baba zetu, tunajitenga, tunajitoa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunachomoa na viungo vyetu, miguu yetu, mikono yetu, akili zetu, fahamu zetu, macho yetu, masikio, kwa damu ya Yesu. Rapa saka, rebobo shanda rabasaya, resa kana makoria, kwa damu ya Yesu. Ye Bwana, tusaidie Roho Bwana. Tunajitenga na kujitoa, tunajitenga na kujitoa, tunajitenga na kujitoa huko, tunajitenga na kujitoa. Rabo shandara basaya, resa kana saka, riko robo sikiri mando, rapa koria manda, resa kana basaka, rapa koria manda, rapa koria manda rabasaya. Katika jina la Yesu Kristo anayetelema, naomba unisikilize dakika moja, naomba unisikilize.
Nitasoma mstari kama hiki kitu kiko kwenu, omba sana. Nasoma kitabu cha Samueli sura ya 2, Samueli wa 2 mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 28 anasema, hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na mfalme wangu hatuna hatia milele mbele ya Bwana kwa sababu ya damu ya Abineri mwana wa Neri, na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yake yote baadaye. Tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu, kansa, au aliye na ukoma, au mwenye kutegemea fimbo, mlemavu mtoto miguu, mwenye kuanguka kwa upanga, au mwenye kuhitaji chakula, maskini. Twende mbele za Bwana maskini. Sema Yesu, nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Roho yoyote ambayo imeachiliwa kwenye maisha ya kwangu, ambayo chanzo chake ni wazazi wangu, roho ya magonjwa, ugonjwa wa kansa, roho ya utasa, kutokufanikiwa, roho ya umaskini, kutokwa na damu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, roho ya ukoma, kwa damu ya Yesu. Yesu, nitenge nazo, nitenge nazo, roho za umaskini, roho za kumwaga damu, kwa damu ya Yesu, roho za umaskini, roho za ukoma, kutegemea fimbo, roho ya ulemavu juu ya viungo vyangu, na achilia damu ya Yesu. Ninajitenga na roho ya ulemavu, na roho ya umaskini, na roho ya magonjwa, na roho ya mateso, kwa damu ya Yesu. Haya, nenda mbele za Bwana. Wewe unajua kati ya hicho ni nini kiko kwenu, magonjwa gani yanawatesa. Anasema sionekane katika nyumba hii, tuasikose tunayetokwa damu, tunayetokwa damu. Ina maana mwenye kansa, tunayetegemea fimbo, ina maana mlemavu, mwenye kuhitaji chakula, mwenye ukoma, rapoko ramasaya. Baba, kwa damu ya Yesu tunakwenda kwenye malango ya nyumba za baba zetu na bibi zetu, kwenye misingi, maana imeandikwa misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kuna haki zetu zimegoma kuokolewa kwa sababu tu ya ile tuliyoyarithi. Mpaka sasa tujaanza kuishi maisha ya kwetu, tunaishi maisha ya babu zetu na bibi zetu. Ninasimama na damu ya Yesu Kristo, tunajitenga kwa jina la Yesu. Tunajitenga, tunajitenga, tunajitenga na hayo maroho yaliyotushikilia, yaliyotufunga, yanayotutesa, hayo magonjwa ya kansa, sukari, hayo magonjwa yaliyotukamata, presha, hayo magonjwa au utasa, kutokufanikiwa, ukoma kwenye uchumi, ukoma kuzaa, ukoma kwenye mikono, ukoma kila tunalofanya, mistari ya viongezeki. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, ikatufungue, ikatutoa kwenye ukoma, kwenye umaskini, ikatutoa kwenye kansa, ikatutoa kwenye presha, ikatutoa kwenye HIV, ikatutoa kwenye kuanguka kwa upanga, kukata miguu, ikatutoa kwenye hiyo vita isiyokoma katika jina la Yesu. Ndio Bwana, ndio Roho Mtakatifu, ndio Roho Mtakatifu, ndio Roho Mtakatifu. Tusaidie tutoe, tutoe, tutoe Bwana, tutoe. Rabasha darabasa, rika rabasa darabakura, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Pigie Bwana Yesu makofi, shangilie tu Yesu. Kabla tujaenda kuomba, Mungu atupe uwezo kwenye miguu, maana uwezo hatuna. Ndio hiyo jina la sakari, simba udani, punda udani, kwa kwenye mazizi ya kondoo wakati wao ni punda. Kabla ya kwenda hapa, ninawataka wale wenye zile ndoto za mavumbi, zenye manyoka, zenye madini, zenye hiyo ndoto yoyote inayohusisha miguu, njoo. Tumishi, naomba nisaidie kusogeza ile maki mbele changu. Tuwesha hapo, muda umeshaisha. Nimeita wewe shida ya miguu, shida ya miguu. Hatujaanza kuombea kiungo kingine chochote. Miguu, moto unawaka kwenye nyayo, nyoka kufunga miguu, kuna mavumbi, sijui kuna hata kitu kimekung'ata mguuni mpaka ukaamka damu zinatoka. Hapo kabla ya kuomba, tuwezi kuomba wakati miguu haipo, uwezo haupo. Rabashanda rasaka, rika rabasaka. Ambaye hana shida yoyote, yani ajali chochote, anaweza kuvua kiatu chake, awe na ushirikiano na halisi yake aliyekajaga juu yake.
Rapa shamba rabasa. Rapa kodia manda rabasa. Rapa kata sekata ya ramando ribosa. Rapa kodia manda rabasa. Kila sakapokanyaganya za miguu yako nimekupa. Kila sakapokanyaganya za miguu yako nimekupa. Uwezo umeondolewa, utayari umeondolewa, usalama umeondolewa, ulinzi umeondolewa, umiliki umeondolewa, kibali kimeondolewa, utajiri umeondolewa. Uko unaishi kama mtumwa. Wewe ni sakani punda udari, umelala kwenye zizi la kondoo. Kataya na nabasa. Rapa kola. Yesu Kristo Nazareti. Rapa kata. Mungu mtakatifu. Mungu mtakatifu. Unawajua watu wako. Wewe umeniambia hivyo na wao wameitika ya kwamba ndivyo hivyo. Mungu, pita na nguvu zako. Pita na nguvu zako. Pita kwenye miguu yao. Pita kwenye nyayo zao. Yeyote ambaye miguu yake imeibiwa, imechukuliwa, nyayo zimefungwa kwenye mateneza, kwenye makaburi, mahali popote, kwa waganga wa kienyeji, mahali ambapo wameibiwa uwezo wao. Bwana, ninasi uwepo wako na si nguvu zako. Maana unasema utapita kama mkondo wa mto ufurikao uendeshwao kwa pumzi yako. Baba, ninaomba tena jioni ya leo, kutana na watu wako, 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 kutana na watu wako. Baba, katika jina la Yesu, ninasemesha ardhi yoyote iliyotumika kukamata, iliyotumika kuwafunga, iliyokamata nyayo zao, iliyokamata miguu yao. Na wewe ulioko nyuma, endelea kuomba, endelea kuombea miguu yako, endelea kuombea nyayo zako. Omba utayari, omba uwezo, omba usalama, omba umiliki wako, omba miguu yako irejeshwe, omba mahali popote ilipo irejeshwe. Dai kibali chako, dai uwezo wako. Baba, katika jina la Yesu, na achilia moto kwenye miguu ya watu wako. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ile ndoto niliyoiota, iliyobeba mauti, iliyobeba uharibifu, iliyobeba wizi, wakaiba miguu yangu, kwa damu ya Yesu. Sumu yoyote iliyoingia kwenye miguu yangu, nilipong'atwa na yule nyoka, nilipong'atwa na yule mdudu, kwa jina la Yesu, zile kamba zilizonifunga kwenye miguu yangu, kwa jina la Yesu, wale watu waliokamata miguu yangu, wanaonivuta, kwa jina la Yesu, kama ambavyo Yakobo alizaliwa ameshika kisigino cha Esau, akachukua urithi wake wa mzaliwa wa kwanza. Yesu aliyechukua baraka zangu, haki yangu, mahali popote ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, napeleka damu ya Yesu. Miguu yangu inaachiliwa, ile sumu inaondolewa, pando asiyolipanda Baba wa mbinguni linang'olewa, ninang'oa kila pando lililopandwa kwenye miguu yangu
damu ya Yesu ikapite, 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 ikapite kwenye nyayo, ikapite kwenye magoti, ikapite kwenye viuno, ikapite kwenye kiuno, ikapite kwenye magoti, ikapite kwenye nyayo. Warejeshewe miguu yao, warejeshewe miguu yao, miguu ikafunguliwe, miguu ikafunguliwe, miguu ikafunguliwe, haki zako ziachiliwe, kibali kiachiliwe, uwezo uachiliwe kwa jina la Yesu, uwezo uachiliwe, uwezo uachiliwe, uwezo uachiliwe, uwezo uachiliwe kwa jina la Yesu. Ndio moto wa Bwana upite kwenye nyayo, moto wa Bwana upite kwenye nyayo, moto wa Bwana upite kwenye nyayo. Jikumute hayo mavumbi, jikumute mavumbi, aliyeota anajaa mavumbi, jikumute hayo mavumbi, jikumute hayo mavumbi. Ondoa kila uvimbe, ambia kila uvimbe ulioachiliwa kwenye miguu yangu na yeyusha, kila uvimbe uyeyuke, kila uvimbe uyeyuke, kila uvimbe uyeyuke. Narejesha miguu yangu, yeyote anayetumia miguu yangu anaiachia, 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 anaiachia. Mahali popote miguu iliko, iachiliwe, iachiliwe, iachiliwe miguu yao, iachiliwe miguu yao, iachiliwe miguu yao. Uwa tayari wao wachiliwe kwa damu ya Yesu. Wakapokea urithi mzuri. Bwana umesema kamba zimeangukia mahali pema, na wao wamepata urithi mzuri. Tunapokea urithi mzuri, tunapokea urithi mzuri, tunapokea urithi mzuri, tunapokea urithi mzuri kwa damu ya Yesu. Inuka, sema Yesu, kamba za mauti kwenye miguu yangu leo hii zinakatika, zinakatika, zinakatika. Hakuna mauti, hakuna uharibifu juu ya miguu yangu, kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa sitacheleweshwa, sitakwamishwa, sitazuiliwa. Miguu yangu inapokea utayari, inapokea nguvu, inapokea uwezo, inapokea mamlaka, itasikia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, niwezeshe kuanza upya, niondoe mahali ambapo nilikatishwa, niliketishwa, ambapo sipa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nipe miguu ya spidi, nipe miguu ya spidi. Haya, nisemeshe miguu yako kwamba utakuwa na spidi. Tunapewa miguu ya spidi, miguu kama ya kurungu, miguu ya spidi, miguu ya spidi ya kufanya vitu kwa kasi, ya kufanya vitu kwa ubora, ya kufanya vitu vizuri. Miguu yako ipewe uwezo, ipewe nguvu ya kufanya vitu kwa kasi, ifanye vitu kwa kasi, ifanye vitu kwa kasi katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mpe Bwana Yesu makofi. Ukitoka hapa endelea kuombea. Naomba turudi. Naomba turudi. Ukitoka endelea kuombea. Wewe ndio unayejua ndoto yako vizuri. Naomba tusimame wapendwa. Naomba tusimame. Tuseme Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Imeandikwa unampa uwezo usiye na uwezo. Nakuja mbele zako, ninaomba Bwana niongezee uwezo kwenye miguu yangu kuanzia sasa, nifanye vitu vyenye matokeo kwa jina la Yesu. Niongezee uwezo niweze kufanikiwa kwa jina la Yesu. Sasa wewe ndio unajua nini unafanya. Mwambie Bwana niongezee uwezo juu ya jambo hili. Mwambie Mungu niongezee uwezo niweze kufanikiwa katika kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye miradi yangu, kwenye kilimo, kwenye mifugo. Mwambie Mungu niongezee uwezo. Nenda mbele za Bwana, mwambie Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba neema ya kuongezewa uwezo Bwana, kwa sababu imeandikwa unamwongezea uwezo asiye na uwezo. Tunaomba uwezo wako Bwana, tuwezeshe Roho Mtakatifu, tuwezeshe tuweze kufanya vitu vyenye matokeo. Tutoe katika mwanzo mdogo, tutoe katika utasa, tutoe katika ukoma, tutoe katika utasa, tutoe kwenye uharibifu, tutoe Bwana, tuongezee uwezo Bwana, tuongezee uwezo, tuongezee uwezo kwenye miguu yetu, tuongezee uwezo, tupe miguu ya spidi kama ya kurungu katika jina la Yesu. Umesema hatua za
la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Rapa korea, rika sapa, rapa shana, reza karaba korea, rika raba saka, rapo korea mana, rapo saka, rapa shana, kwa jina la Yesu. Sema Mungu Baba, ninaomba unibadilishie majina. Maana imeandikwa, wewe ni Mungu unayebadilisha majina na nyakati. Nibadilishie majina. Nipe kiwango cha neema. Atilia kiwango kipya cha neema kwenye maisha yangu. Nipe majina mapya. Haya, mwambie Bwana, nibadilishie majina. Nibadilishie majina. Kiwango chako kibadilike. Kiwango cha uchumi kibadilike. Kiwango cha kumjua yeye kibadilike. Kiwango chako cha furaha kibadilike. Mwambie Bwana, nibadilishie. Nibadilishie majina. Nibadilishie majina. Kwa jina la Yesu. Mwambie Baba, nibadilishie majina. Nibadilishie majina. Roho Mtakatifu, nibadilishie majina. Rapa sikiri makore. Rebo shanda na basaya. Rapa kore amando. Riko robo saka na bakore. Rapa shanda na basaka. Rika raba saka. Rapa kore amanda. Rapo sikiri mando. Rapa kore. Resaka. Rapa shanda. Resaka raba kore. Nibadilishie majina ya Bwana. Nibadilishie majina. Yabesi alimuomba Bwana. Anasema niongeze uzi yangu. Niongeze uzi yangu. Panua mipaka yangu. Nipanulie mipaka ya Bwana. Niongeze Yesu. Nitanulie mipaka kwenye biashara, kazini, mama, kwenye familia. Tupanulie mipaka. Viwango vya kupenda, viwango vya kiuchumi. Tupanulie mipaka. Reza karabasaya. Rakosha narabasaka. Rapa koryamando. Reza karabasaya. Katika jina la Yesu. Sema Mungu Baba, mipaka yangu iliyohamishwa ninairejesha kwa damu ya Yesu. Kila aliyehamisha mpaka wangu ili kunifinyiria, kuniingiza kwenye uduni, jioni ya leo ninarejesha mipaka yangu sawa sawa na agizo lako kwa jina la Yesu. Ayasogeza mipaka yako. Ambia aliyehamisha mipaka yangu ninairudisha kawaida. Narudisha mipaka yangu. Narudisha mipaka yangu. Rudi katika mwili kawaida. Mtu akihamisha mipaka anataka nini? Kuna namna anakusurumu. Kuna namna anachukua haki zako. Mwambie mipaka yangu inarejeshwa. Narejesha mipaka yangu kawaida. Narejesha mipaka yangu katika hali ya kawaida. Narejesha mipaka yangu katika hali yangu ya kawaida. Sawa sawa na Bwana alivyonikusudia. Hiyo mipaka yangu irejeshwe. Hiyo mipaka yangu iliyohamishwa, iondolewe, irejeshwe, irudishwe kwa jina la Yesu. Irudishwe, irudishwe kwa damu ya Yesu. Irudishwe hiyo mipaka kwa jina la Yesu. Omba, usinyamaze, omba. Para wasembele makoni. Rapa shanda rabasaka. Rika rabasaka. Riko robosikiri mando. Rapa shanda ramakoni. Rika rabasaka. Kwa jina la Yesu. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu. Yeyote aliyeletwa kwenye maisha yangu kama lango la uharibifu, akaondolewe, akaondolewe. Tu yeyote aliyeingizwa kwenye maisha yangu